Ejo, mambo vipi mtazamaji na msikilizaji wa Juice African Story. Of course Harmonize ameachia ngoma yake ya Wewe. Ili ngoma mle ndani imezungumzia mambo mengi sana kuhusu mahusiano na vitu vingine vingi ambavyo Harmonize amepitia kwenye maisha yake. Sasa leo tutaenda kuchambua ili ngoma na kuangalia nini kinachomsibu Harmonize na nini kinachosibu mahusiano yao kati ya Kajala na Harmonize. Of course Harmonize kwenye ile ngoma amezungumzia mambo mengi sana kuhusu mahusiano yake na kuhusu kukutana na Kajala. Kama unakumbuka, of course mahusiano yao yamekuwa ni ya kipindi kirefu sana, ila katikati mambo mengi yanakuwa yanatokea, mambo ya kuachana nini na nini, lakini kwenye ngoma ya Wewe imetupa ujumbe mzuri sana na kutuaminisha kwamba kuna kitu ambacho kilikuwa ndani ya Harmonize ambacho kilikuwa kimejificha kwake. So kwa ile ngoma ukicheki na ukisikiliza inatuonesha wazi kwamba Harmonize ndiye aliyekuwa anamkosea sana Kajala. Kwa sababu gani? Kwa sababu ngoma imeeleza wazi kabisa kwamba Harmonize wanawake ambao alikuwa anatoka nao walikuwa sio sahihi kwake, kwa sababu walikuwa wanapenda pesa, wanapenda vitu vya zilo yani noti. Lakini kutoka kwa Kajala ni kama amekutana na mtu sahihi kwake. Swala ni kwamba Kajala anamkea sana Harmonize kwa kiufupi. Of course ukiachana na wanawake wengine, Harmonize amekuwa ni mtu ambaye amerudiana mara nyingi sana na Kajala, mambo ya kuachana. Of course kuna love ndani yake, ila kwenye ngoma amezungumzia zaidi kwamba wanawake ambao amekuwa akitoka nao kimahusiano wamekuwa wanahitaji pesa zaidi kuliko mambo ya kukeana nini, masuala ya love na mambo mengine. Unajua tena masuala ya mapenzi yana mambo mengi sana. So Harmonize amezungumzia vitu vingi sana kupitia hii ngoma. So ukiangalia zile scene, ukianza kucheki kwamba Kajala anamkumbuka Harmonize, ni kama of course walikuwa wamepiga mapigo ya kijeshi nini, wapo ofisini, yani Kajala alikuwa anapelekewa mawazo ya kutazama kama yupo na Harmonize, lakini alikuwa yupo naye. Sasa kile kitu kinatujenga kwamba katika mahusiano yao kati ya Kajala na Harmonize kwamba wao wapo kwenye love kubwa sana. Of course watu hawakutegemea kwamba watakuwa kwenye mahusiano na kurudiana tena kama ilivyokuwa awali, kutokana na mambo ambayo yalikuwa yametokea pale katikati kuhusu yeye Harmonize na Kajala na mambo mengine mengi ya Leivani, kwanza ugomvi wa nini wa kupelekana vituoni nini. So mambo yalikuwa mengi sana na yalikuwa yameleta changamoto ni kubwa mno. So hicho kitu kilikuwa ni kama hakiwezekani, lakini kwa sababu ya mapenzi na watu wanapendana kama alivyosema Mbosso, mambo ya mahusiano of course sio ya kuwekea mstari wa kwamba kuwakatia tamaa watu na kuwasemea kwamba wanaweza wakaachana. Je, ndo kama tukio kama hivyo wamerudiana, wewe ambaye usema hawawezi wakarudiana utasema nini? Basi Harmonize ametoa ujumbe mzito sana. Of course kwenye jamii inatufundisha vitu vingi sana kuhusu mapenzi. Kwenye jamii inatufundisha kwamba mapenzi yana kitu ndani yake, mapenzi yana siri kubwa ambayo watu wana uwezo wa kupendana, wakaachana, wakafanyana vituko, lakini bado wakaendelea na mapenzi kwa sababu kuna kitu ndani yao kinachowasukuma waendelee kuwa na mapenzi, love. Jina langu mimi naitwa Juice Danger, unaweza kunifollow pia Instagram, natumia Juice Danger TZ. So tuendelee kucheki, tuendelee kuenjoy muziki mzuri kutoka kwa Harmonize. Wewe of course ni ngoma kali sana, kali mno, na video ilitupa mshtuko mkubwa kwa sababu ilikuwa ina muonekano wa kinyamwezi sana, yani kama mambo ya mashine nini, yani mambo ya kivita. Harmonize amekuwa kama mwanajeshi na Kajala nini, wanaenjoy lifestyle fulani hivi kwenye mazingira yale ya kijeshi yani. So bye bye.